Naipenda CCM kila niendapo naikuta. Naipenda CCM kila niendapo naikuta. Naipenda CCM kila niendapo. Kishajaza inafuata vikao vya kupendekeza. Na vikao hivi kwa madiwani, kwa sababu sasa hivi tunaongelea uchaguzi mkuu, kwa madiwani vinaanzia kwenye kamati ya siasa ya kata, inaenda kamati ya siasa ya wilaya, na mwisho wake kamati ya siasa ya mkoa, ambayo inapeleka mapendekezo yake kwenye halmashauri kuu ya mkoa, inateua mtu mmoja. Kwa mwaka huu 2025 kulikuwa na utofauti. Tofauti wake ni kwamba kwanza waliteuliwa watatu au zaidi katika ngazi ya kamati ya siasa ya mkoa. Wana Mabengo, mnakumbuka tuliletewa majina matatu, si ndio? Tukapata fursa ya kupiga kura ya maoni. Baada ya hapo vikao vikarudia tena kwa mara ya pili, mpaka tena kamati ya siasa ya mkoa. Halafu pale ndio wakapeleka kwenye halmashauri kuu ya mkoa, ikateua jina moja. Na kwa kata yetu mnafahamu jina moja lililorudi ni la Nestor Nyoni. Sasa katika ubunge, na mimi kuanzia ngazi ya rais, ngazi ya ubunge na ngazi ya udiwani, ni chama. Sasa kwenye chama ipo tofauti. Hatuwezi tukasema tumjaribie huyu. Hatuna chama cha kukijaribia. Chama ambacho kinalinda uhai wetu, kinalinda amani yetu, kinalinda utulivu wetu ni kimoja tu, Chama cha Mapinduzi. Sasa hakuna majaribio kwamba huyu tukamjaribu huyu, hakuna. Hiyo nasikia kuna ACT, nataka kumjaribu ACT, chama ambacho hata mgombea wa rais hayupo. Huyu naye mjaribia ataenda kufanya kazi na nani? Hebu niambieni, kuna chama gani kina wagombea ngazi zote, kuanzia rais, majimbo yote kwa upande wa ubunge, na kata zote kwa upande wa diwani? Kuna chama kingine zaidi ya CCM? Sasa wewe ukasema ngoja hapa tumjaribie mwingine, unamjaribia ataenda kufanya kazi gani? Ataenda kufanya kazi na nani? Tunapofika kwenye ngazi ya ushindani wa chama, maana sasa hivi tunaongelea kushindana kati ya vyama vinavyogombea, hatuna muda wa kujaribiana. La pili, hizi kura ni mashindano. Hata ukimuuliza yoyote hapa mtu kwamba chama gani kitashinda urais, yupo ambaye hajui? Yoyote yule ukimchukua hapa, kwa mfano hebu ndugu yangu tumchukue mtu ambaye hajavaa nini, hajavaa hili gwanda hili. Hebu bana simama wewe, hebu niambie rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeshinda kwenye tarehe 29 atakuwa nani? Atakuwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sawa sawa. Ni kwa nini? Kila mahala ukienda, mimi hapo nimekuja leo hapa, nimetokea Dar es Salaam, nimeshiriki kwenye majimbo mbalimbali pale Dar es Salaam, nimepita kuangalia watu wanasema nini. Hakuna anayesema chama kingine zaidi ya Chama cha Mapinduzi.
Hakuna mgombea mwingine anayeongelewa zaidi ya kwa ngazi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama kofia hii inavyoonyesha inasema mitano tena. Kote nilikopita kuanzia ule mwezi wa 9 nilipokuwa Dar, nilienda kidogo Dodoma, napo mambo ni hayo hayo. Sasa tunachosema hapa, tunaingia kwenye mashindano ya kujaza kura. Mwisho wa siku tunasema kijiji cha Mdwema kilipiga kura, waliopiga kura walikuwa wangapi? Waliotakiwa kupiga kura walikuwa wangapi? Asilimia ngapi imepiga kura? Kwa sababu ni mashindano, niwaombeni sana tuhakikishe asilimia 100 ya wapiga kura wakapige kura tarehe 29 mwezi Oktoba. Baada ya hapo, wangapi watakipigia Chama cha Mapinduzi? Nayo ni mashindano, zinahesabika hizi kura, zitajulikana. Tunataka asilimia 100 ya wapiga kura wote, asilimia 100 wawe wamekipigia kura Chama cha Mapinduzi kwa asilimia 100. Tutakuwa washindi wa kwanza. Lakini mnakumbuka alipita mgombea wetu wa ubunge, ametuahidi mambo yaliomo humu kwenye ilani ya mkoa, lakini na mengine ametuahidi ambayo hayapo kwenye ilani ya mkoa. Tutaweza kuyapata hayo na tutampa urahisi mgombea wetu wa ubunge kupata fedha za kutekeleza yale ambayo ameahidi. Kama wote tunaotakiwa kupiga kura tutapiga kura, kama wote tutakaopiga kura tutapiga kura kwa asilimia 100, kwa rais, kwa diwani na kwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa ndugu zangu, msiseme kwamba huyu ameshapita, kwa hiyo mimi ngoja niende nikasangile, mwingine sijui niende nikalime, wale wanaolima kiangazi. Hapana. Tuhakikishe tunampa kazi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atukumbuke sisi kati ya wale ambao atawakumbuka wa juu zaidi kwa idadi ya kura. Kwa idadi ya kura ni muhimu sana. Ndio maana hata wagonjwa wasaidieni siku hiyo wakapige kura. Na mnafahamu wagonjwa watapewa kipaumbele. Kwa hiyo usiseme kwamba labda nitaenda kituo cha pigia kura nitakaa muda mrefu na mgonjwa wangu. Hapana. Mgonjwa akijulikana, mnatoa taarifa, mnamleta mara moja, anaingizwa moja kwa moja kituoni, atapiga kura na kuondoka, akaendelea na matibabu. Wazee wabebeni wakapige kura, ili mradi alijiandikisha, ili tusipoteze kura hata moja. Kwa hapa hatuongelee ushindi wa CCM. Ushindi wa CCM ni dhahiri kila mahala, hata nje ya nchi wanajua CCM inashinda. Lakini tunataka ushindi wa kiwango gani? Hicho ndio tunachokitafuta. Ushindi wa kiwango gani? Nilikuwa naongea na watu wengi tu kwa njia za simu. Wamenihakikishia kwamba hawatapuuza tarehe 29 wataenda kupiga kura, ili kata nzima ya Namabengo tupate asilimia 100 ya wapiga kura wote wakapige, na wote wakipigia Chama cha Mapinduzi, ngazi ya urais, ngazi ya ubunge na ngazi ya kata.
Sasa na nyinyi msiniangushe, na kati yenu mlionipigia simu msiokuwa mlikuwa mnanidanganya, kwa sababu kura hazitadanganyika, zitaonekana. Kura za Mdwema zinahesabika. Tena Mdwema sio Mdwema tu, kuna vituo vingapi vya kupiga kura? Viko 3. Kila mkondo utajulikana, mkondo huu ulipiga kura kiasi hiki, walitakiwa kupiga kura wangapi, wamepiga kura wangapi, na waliokipigia Chama cha Mapinduzi ni wangapi. Itajulikana, hakuna siri. Siri ni nani amekipigia, kwa sababu tunasema unapoenda kwenye kituo chako unapiga kura kwa siri, lakini matokeo yatakuwa siri tena. Kwa hiyo matokeo, tukiona kura imeharibika Mdwema, mtakuwa mmetuangusha. Hata kama ni kura moja tu, sisi tunataka ushindi wa 100% ili tuweze kushindana na vijiji vingine ndani ya wilaya ya Namtumbo. Niwaombeni sana tena sana, ndugu zangu wa kijiji cha Mdwema, na kupitia nyinyi wananchi wote wa kata ya Namtumbo, hususan kata yetu ya Namabengo, tusipoteze kura hata moja. Na kwa sababu hiyo na mimi napiga magoti. Nestor Nyoni, hao ndio watakao tuvusha hii miaka 5, ndio watakao hangaika na maisha yetu, ndio watakao hangaika na changamoto zetu. Hebu tuwape imani, waturudishie imani. Sisi tunawapa imani kwa kutoa kura, hatuna namna nyingine, lakini wao watairudisha imani hiyo kwa kutuletea maendeleo na kutatua changamoto zetu. Naombeni sana ndugu zangu, na Mwenyezi Mungu asikilize sala zetu. Amin. CCM